Karibu kwenye kipindi cha afya. Leo tutaongelea kwa mtu ambaye amekabwa. Kwa kitaalamu tunaita choking. Mtu amechoka. Alikuwa anakula au alikuwa analishwa. Ghafla unashangaa mtoto anaanza kuhangaika na muda mwingine anashindwa kupumua. Mara nyingi mtoto akikabwa unaweza ukaona anaanza kukohoa na kukohoa. Lakini kuna mwingine hawezi kukohoa, hawezi kuongea, unaona anatapatapa tu, na muda mwingine unaona anaweka mkono kwenye shingo. Ni kama amekabwa na kitu ambacho wewe hukioni. Sasa ukiona namna hiyo, ujue kwamba mtoto huyu amekabwa aidha na chakula au na kitu kingine chochote. Namna ya kumsaidia, hapo ndo somo letu ambapo linalenga zaidi. Namna gani ambavyo unaweza kumsaidia? Akiwa anakohoa, hakikisha tu mtoto wako anakohoa vizuri, au unaweza ukamweka namna hii. Lakini endelea, mtoto unaweza ukawa unafanya namna hii, naonaga wamama wengi wanafanya, muache mtoto azidi kukohoa. Lakini kama mtoto hakohoi, haongei, hafanyi kitu kingine, tunaona tu anahangaika, namna ya kumsaidia haraka ni hii. Na usimuhurumie mtoto, kwa sababu hapa tunataka kuokoa uhai wake. Ukimhurumia atakufa. Ukifanya vizuri mtoto utamuokoa maisha yake. Tunafanyaje? Hichi kichwa cha mtoto, kwenye mwili wa mtoto kitu kizito zaidi ni kichwa. Kwa hakikisha kichwa umekishika vizuri. Alafu unatafuta kiti unakaa. Unatengeneza huu mteremko, unatengeneza slope namna hii. Mtoto wako umshike namna hii. Miguu ikae katikati ya mkono wako. Mapaja yake yakae katikati ya mkono wako. Ili ukiweka hivi anaweza akaanguka. Ukiweka hivi mtoto anaweza akaanguka. Lakini ukiweka hivi unakuwa umemsupport vizuri. Kwa hiyo unatengeneza hii mteremko ili ukisukuma kitu kile kiweze kutoka. Unasukumaje? Unagandamiza kwa nguvu hapa kwenye kifua. Unaweza nikapiga kwa nguvu hapa. 1, 2, 3, 4, 5. Unachungulia kama kipo. Kama umekiona unakitoa, au kama kimetoka unaacha kufanya hivyo. Kama hakijatoka unageuza upande wa pili. Namna hii. Huku sijaziba mdomo, nimetengeneza kitu cha namna hii. Sijaziba mdomo, sijaziba pua. Lakini pia mikono yangu imesupport asije akateleza akaanguka. Natumia mkono mwingine. 1, 2, 3, 4, 5. Na tumesema usimhurumie mtoto. Kama ni mtoto mdogo sana, kwa mfano amezaliwa na siku 2, 3, 4, 8, 10, unaweza ukatumia vidole. 1, 2, 3, 4, 5. Unageuza na upande wa pili. 1, 2, 3, 4, 5. Unaangalia tena. Unakuja. Ukigeuza upande wa pili, unaangalia je, kimesogea? Kiona mtoto wako amelia ghafla, maana yake kimetoka. Eza kikawa kimedondoka au kiko mdomoni. Kwa hiyo unakiangalia, unatafuta kitu, unakitoa. Kitu gani ambacho hutaki kukifanya? Kitu ambacho hutaki kukifanya kwa mtoto huyo ni pala ambapo haukioni hicho kifaa, au ukioni hicho kitu, hicho kidude, chakula, unaenda kuingiza kidole, kwenda kukitoa. Kama mama wengi tunavyofanya. Kwa hiyo hauruhusiwi kuingiza kidole kwenda kutoa kitu ambacho ukioni. Kwa sababu gani? Ukienda kukitoa kitu ambacho ukioni, unakisukuma ndani zaidi. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kukitoa. Kwa kama haukioni, usikitoe. Na katoto wako bahati mbaya akapoteza fahamu. Huyu mtoto alikuwa anahangaika, anafanyaje, anahangaika, akapoteza fahamu. Akipoteza fahamu, unamweka chini. Weka chini, unagandamiza sehemu ya kifua. Hapa haijalishi anapumua au hapumui. Kwa hiyo unagandamiza sehemu ya kifua. 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hapa mpaka ukione kimetoka. Au unaweza ukatumia mkono mmoja. Kadri unavyofanya hivi, utasikia hiyo, unaisikia hiyo sauti.
maana yake unasukuma hewa. Kwa kama kipo sehemu ukigandamiza namna hii utaona kinatoka. Kwa hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza kumsaidia mtoto ambaye amekabwa. Kingine ambacho natakiwa kujua, mtoto au mtu yoyote akishindwa kupumua ndani ya dakika 5 tunaweza kupoteza maisha. Kwa nachotaka kuwaambia, mgonjwa huyu mtu pekee ambaye anaweza kumsaidia ni yule ambaye yuko nyumbani. Wagonjwa wengi wa namna hii huwa hawafiki hospitali. Wanafika hospitali tayari wameshakufa, kwa sababu tayari hatuna hospitali ambazo zimetapakaa kwenye kila makazi. Kwa hiyo kutoka nyumbani kwako mpaka ufike hospitali, wanaweza ukafika ukakuta mtoto wako tayari ameshapoteza maisha. Na mtoto tu umemtuma ameenda shule, umemtuma ameenda sehemu fulani, au mtoto umemwacha na mdada wa kazi alikuwa analishwa, au wewe mwenyewe ulikuwa unamlisha. Kwa hii darasa hii tunaomba watu wote mjaribu kulifuatilia vizuri, kwa sababu hata walimu wanatakiwa wajue, kwa sababu kuna watoto wetu ambao wanaenda kule daycare, kuna watoto ambao wanaenda kule wanakaa boarding. Wanatakiwa wajue namna ambavyo wanaweza wakawasaidia watoto wetu wakiwa mashuleni, kwa sababu hauna room ya kukimbia kwenda kumuokoa mgonjwa, kumkimbiza hospitali. Utakimbiza mpaka afika hospitali, utafikisha maiti. Kwa hiyo unatakiwa ujue namna ya kumsaidia. Kama unataka maelezo zaidi, utupigie kwa hiyo namba, tutakuelekeza mpaka uelewe. Au umeona umepanic, hauwezi kumsaidia mtoto, piga simu kwanza kuomba msaada, weka loud speaker, tutakuelekeza namna ya kufanya. Kikubwa kwenye dharura hautakiwi kupanic. Relax.